رمضان رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المريد yule anayemtaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na anaitaka salama ya akhira na kupata pepo, anapokuwa ameshikana na ibada vizuri na ameepukana na maasi kwa vizuri, amehifadhi moyo wake kwa namna nzuri, ameweza kuingiliana na watu kwa sura nzuri, kwa namna ambavyo kwamba ilivyoelezwa, hufika wakati ikawa moyo wake sasa unaanza kumletea ushawishi fulani ambao kwamba utakuwa ni hatari kwake yeye kulekea kwa Mwenyezi Mungu. Inaweza ikamfungia mlango akakosa hilo lengo. Waman arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha. Ushawishi wenyewe ni kuwa moyo wake uanze kumlekeza ya kuwa mbona hujapata karama, mbona hujapata mukashafa. Kuna vitu vinaitwa mukashafat na kuna vitu vinaitwa al-karamat. Mukashafat ni kujua hali za watu, karamat ni kutokezea jambo ambalo kwamba si la kawaida katika maisha yako. Sasa kwa kuwa wewe umeshikana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza taa kwa vizuri na kuepuka maasi na kuhifadhi moyo wako kwa uzuri, sasa tashwish kama hiyo inaweza kutokea kwa baadhi ya muridin. Ikawa mbona huna karama mpaka leo, mbona hupati mukashafa kujua hali za watu mpaka leo. Hili jambo linapoanza kwako wewe, jua tayari ndiyo mwanzo wa kufunga mlango, kwa sababu hizi karama na hizi mukashafa hazitokezei kwa yoyote katika watu waliokuwa wanamwabudu Mwenyezi Mungu. Si dharura kuwa ni lazima ni jambo ulipate, bali mambo ya karama na mambo ya mukashafa huwa hayatokezei kwa mtu anayoyataka, bali yanatokezea kwa yule ambaye kwamba hayataki. Mara nyingi asiyetaka karama ndo Mwenyezi Mungu humpatia, asiyetaka mukashafa ndo Mwenyezi Mungu humpatia. Na haimaanishi kwa wewe ufanye acting, mimi sitaki lakini ndani wataka. La, iwe ni kweli hutaki. Wewe wamwabudu Mwenyezi Mungu kwa kuwa Mwenyezi Mungu afaa kuabudiwa. Unaepuka maasi kwa kuwa Mwenyezi Mungu amekuamrisha uepuke. Wasafiana na watu kwa kuwa Mwenyezi Mungu amekuamrisha kusafiana na watu. Sio wayafanya haya yote ili upate hiyo karama na mukashafa, unakuwa umekosea. Ndio maana murid hafai kutatalla, kuanza kutefuta mbona sina karama, mbona sina mukashafa, bali ujue ya kuwa hayo hayaji kwa mtu anayeyataka, bali yanakuja kwa yule ambaye kwamba asoyataka mara nyingi. Shekhe akatuelezea vile vile ya kuwa masala ya karama lau pia yatatokezea au mukashafa lau itatokezea katika maisha yako, basi muhimu sana hatua ya kwanza, lau siku hiyo kumetokea karama fulani, basi usianze kuzungumzia watu, au utakuwa waharibu kulekea kwa Mwenyezi Mungu. Itakuwa nafsi yako sasa wataka mahali uingie kwenye roho za watu, na hiyo kuingia kwenye roho za watu itafata wataka kusifiwa na kutambulikana. Hapo sasa waharibu njia yako ya kulekea kwa Mwenyezi Mungu na akhira kwa salama. Kwa hiyo la kwanza, usizungumzie watu, ficha wala usiwatajie. Na lau kama haitatokezea karama, usikae kutamani, bali ujue karama kubwa kushinda zote ambazo kwamba labda wewe umezisikia au wazitamani ni alistiqama. Alistiqamatu a'dhamu karama. Wewe kulingana katika kule kumtii Mwenyezi Mungu, huyumbi, umelingana katika kuepuka maasi, hutingisiki, umelingana katika kuswafia watu, hubabaiki,
Unapokuwa wewe umekaa sawa sawa, jua hiyo ndio ni karama kubwa kushinda hiyo karama unayo wewe kuwa waiona ni kubwa. La, hakuna karama kubwa kama wewe kulingana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kila mtu aweza. Watu hufanya wakateleza, wakaleta toba, wakarudi kwa Mwenyezi Mungu, wakafanya wakateleza, lakini wewe wafanya tu hutelezi. Hiyo ni karama. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo karama uliyokuwa nayo, usitafute vijikarama vidogo vidogo, na wewe una karama kubwa kushinda karama zote. Kwa hiyo shekhe akahimiza ya kuwa ukiwa katika istiqama ya kutekeleza amri na kujizuia katika maasiya dhahir na batin, basi wewe hakuna lingine ambalo kwamba walitaka katika dunia kama hii. Jua kuwa umekaa mahali pa sawa sawa. Baada ya hapo vile vile unafaa uwe na husnu adhanni kwa Mola wako. Fanya ibada, jiepushe na maasiya, na huku kwenye moyo wako wamdhania Mwenyezi Mungu mazuri. Mwenyezi Mungu atanipa pepo, Mwenyezi Mungu atanihifadhi, Mwenyezi Mungu ataniondolea balaa. Usiwe wewe wamwabudu Mwenyezi Mungu na huku una wasiwasi, lakini Mwenyezi Mungu atanitia peponi, lakini Mwenyezi Mungu kadhaa. Usianze kukosa dhana mzuri kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu mwenyewe asema mimi huwa kwenye dhana nzuri ya mja wangu, vile utakavyonidhania na mimi nitakufanyia. Sasa yafaa wewe ujue kuwa Mwenyezi Mungu atanisamehe, Mwenyezi Mungu atanifungulia, Mwenyezi Mungu atanipa pepo. Kila dhana nzuri iweke kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na utahadhari. Unapojenga dhana nzuri, tahadhari na jambo la kwanza nalo suala la riziki na kuwa na wasiwasi. Wewe madamu wafanya ibada, umemlekea Mwenyezi Mungu, usianze kupita ndani ya moyo wako, mimi nitakula nini? Kweli Mungu ataniletea riziki mimi? Usilete wasiwasi wa riziki. Mwenyezi Mungu ameshadhamini riziki. Madamu Mwenyezi Mungu amedhamini riziki, kwa nini wewe uanze kumdhania Mwenyezi Mungu vibaya kuwa hatokupa riziki? Tayari wakosea katika ile njia ya kumlekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ametuambia katika Qur'ani, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Mwenyezi Mungu ameshasema riziki wa vitu vote vilioko katika ardhi, wanyama, binadamu, kila ambacho kwamba chazunguka chatembea katika ardhi, riziki yake iko kwa Mwenyezi Mungu. Hii aya ni aya ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha vipi wewe uwe na dhana mbaya kwa Mwenyezi Mungu kuwa mimi leo naweza kukosa riziki? Wewe jua alfajiri ikiingia hiyo siku lazima utapata riziki. Kuwa na dhana mzuri, usianze kumkosea adabu. Unapofanya dhana mbaya kwa Mungu huwa umemkosea adabu, na kumkosea adabu Mwenyezi Mungu haitoendana. Waman arada al-akhirata wasa'a laha sa'yaha wasa'a laha sa'yaha, mojawapo uwe na husnu dhanni kwa Mola wako kwa kila kitu, na hasa katika masala ya riziki. Hii haimaanishi ya kuwa wewe usifanye kazi, kwa sababu Mwenyezi Mungu pia riziki hii aloidhamini ameiwekea asbab. Kwa hiyo fanya kazi, nenda mbio kwa kadri ambayo kwamba haitokutoa wewe kwenye line ya kumtii Mola. Usitafute riziki ya haram. Hawajua bana, mambo ni magumu, lazima tufanye hivi, lazima tufanye vile, lazima upige dharba, lazima uende ukauze ulevi, lazima uende ukafanye kazi mahali pa haram, lazima uingie kwenye riba, lazima uingie kwenye makamari. La, haifai kufanya asbab za haram kutafuta riziki. Yatakikaniwa utafute asbab za halal, hata kama utapata riziki kidogo. Jua ya kuwa ile sababu utakayoifanya hata kama waiona ni ndogo, hutokosa riziki. Mwenyezi Mungu ataileta kwako wewe, na wewe ni kutaharak kwa kadri ambapo kwamba alivyo kuamrisha. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia, wabtaghu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuhimiza kwa tutafute riziki kwake yeye na tumwabudu na vile vile tumshukuru. Bali ulama wanatuambia, ikiwa Mwenyezi Mungu yuamruzuku yule ambaye kwamba yuamkufuru humruzuku,
vipi Mwenyezi Mungu huyu yule ambaye kwamba anayemkubali na kumwabudu kisawasawa asimruzuku? Sasa dhana yako hapo ikianza kwenda kombo, utakuwa wamwangalia Mwenyezi Mungu huyu mimi ninayemwabudu kwa vizuri, lakini hatonipa riziki. Huyu Mungu atakuwa yuampa riziki yule ambaye kwamba yuamkufuru? La, yatakana ufanye dhana mzuri. Mwenyezi Mungu ikiwa yuampa yule, basi mimi pia hawezi kunikosesha, kwa sababu yule ni muovu yuampa na mimi ni mwema, hawezi kunitupa. Hiyo ndio yatakana uijenge katika moyo wako kama muridi. Kwa hiyo unapofanya kazi ni lazima uchunge halali, uchukue asbabu kwa njia nzuri. Ubaya mkubwa ambao kwamba haufai wakati wa kufanya kazi kutafuta riziki ni moyo wako kufanya babaiko katika hizo asbabu. Mimi leo kazi zinavyokwenda leo sitotoboa. La, usiseme maneno kama hayo. Mimi hivi leo nilivyorauka nimefanya hivi na hivi, lakini naona mambo bado. Mimi leo sijui kama nitapata chakula leo. Mimi sijui nitapelekea watoto wangu, mke wangu jambo gani. La, hapo utakuwa wakosea. Wewe ingia katika kutafuta riziki, wala usianze kuingia na madukuduku ndani ya hiyo njia. Kuwa na moyo confidence kamili kuwa mimi hivi ninavyotaharak Mwenyezi Mungu ataniletea, Mwenyezi Mungu atanifungulia. Usianze kubabaika ukawa mpaka wewe sasa wavutwa polepole, mwida kwafunguka kwenye riziki. Kila kunapofunguka kwenye riziki wabania katika taa. Ulikuwa ukiswali jamaa, ukiswali na sunna, riziki zilipoanza kufunguka sunna umezitupa, huna time nazo. Riziki zikaendelea kufunguka ukatupa jamaa. Riziki zinapoanza kufunguka mwida swala zimeanza kuchengwa. Hiyo ndo itakuwa ni ovu kwa wewe, kwa sababu waitafuta riziki kwa kuikanyagia taa, badala ya kuwa kuitafuta riziki kila kunapofunguka kwenye riziki, fungua pia na milango ya taa. Kama ulikuwa waswali sunna chache, sasa engeza na ziada zingine, kumwambia ya Rabbi, nimeshukuru umenifungulia milango ya riziki na mimi nazidi kufungua milango ya taa. Huyo ndiyo murid ambaye kwamba amejua namna ya kuelekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kitu ambacho kwamba ni hatari ni kuingia katika moyo wako ile dunia na riziki mpaka ikawa inakuachanisha na kuelekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ama mtu ambaye kwamba atakayeamua mimi sitaki kutafuta asbab, mimi nitakaa tu nisome Qur'ani, nilete adhkar, nisomeshe, kitakachokuja kije na ambacho kwamba hakitokuja kisije. Huyu pia sheria haijamlazimisha akatae hilo, waweza kufanya tajarrud, hakuna ubaya. Lakini tajarrud hiyo utakapokuwa waifanya, usianze baadaye kuchefuka moyo na kuangalia matajiri kama mahasidi wako. Hawa matajiri hata hawanioni, hawaniletei kitu. Hawa matajiri mbona hawaninyoshei mkono? Itakuwa tajarrudi yako ni ya urongo, haina yaqeen kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Unapokuwa umeamua mimi sitaki kufanya kazi, nataka kumwabudu Mwenyezi Mungu na kuhudumikia dini, riziki ikija ije, basi kuwa na yaqini ya kisawasawa. Isiwe ni mrongo katika yaqini yako, kisha waanza sasa kutia ila matajiri, kutia ila wafanyabiashara kwa kuwa hawakuangalii. Kwa hiyo usiingie katika tajarrud na wewe uko hivyo. Ingia kwenye tajarrud na wewe una yaqini ya kisawasawa, au fanya kazi kama wenzako ili upate asbab za kawaida. Kwa hiyo katika asbab mtu atakikaniwa amuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, atafute kila njia ya halali na aepuke kila khawatir mbaya katika moyo wake wakati wa kutafuta hiyo riziki. Tuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la khairi, atufungulie milango ya khairi ya dunia na akhira, ya dhahir na batin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
رمضان رمضان